Ni penalty ambayo Soa alikuwa kwenye moment ya kushambulia, alikuwa mbele ya walinzi wote wawili, na mlinzi ambaye alikuwa karibu yake zaidi ni Shemu Karabu. Lakini pia alikuwa kwenye, tunasema kwenye penalty box ndani ya 18. Lakini Shemu alimchezea foul, alimvuta kumpunguza kasi. Kiujanja fulani kama kupunguza, yani alimpunguzia nafasi ya yeye kwenda kufunga. Lakini kwa nini alimruhusu akaingia naye mpaka kwenye box kule? Kwa sababu ya kasi. Pasi imepigwa, Soa akaanza kufanya run katikati yao na anafanya madhambi nje. Na mwisho wa siku hata kama ni nje, inaweza isiwe penalty, lakini itategemeana na mstari wenu wa walinzi. Nani yupo mbele na nani yupo nyuma, au wote mpo kwenye mstari mmoja. Kwa sababu kama mpo kwenye mstari mmoja, mara nyingi mtu anaweza kapewa kadi ya njano. Lakini kama mlinzi mmoja wewe ndo wa mwisho, upo mbele na mshambuliaji yuko mbele zaidi, maana yake hiyo tayari ni advantage kwa mshambuliaji. Mfano kama jana ilistahili kuwa penalty na kadi nyekundu kwa Shemu Karabu. Na nyekundu ilikuwa ni kadi nyekundu straight kabisa. Tukio la pili ni alikuwa Hamza. Hamza pia alifanya madhambi tena ndani ya 18. Lakini utofauti wa tukio la Hamza na Shemu ni kwamba Shemu yeye alikuwa ndo last man, mtu wa mwisho. Hamza hakuwa mtu wa mwisho. Kwenye mstari ule pembeni kulikuwa kuna walinzi wengine ambao wapo kwenye mstari mmoja. Kwa hiyo mabadiliko ya kanuni yaliyofanyika kwenye hizi sheria za FIFA 2016 ni kuepuka jeopardy, punishment. Ama double jeopardy, kwa maana kwamba kutoa adhabu mbili katika kosa moja. Kwa maana kwamba kama Hamza kuwa mtu wa mwisho na alicheza madhambi, ile ilistahili kuwa penalty na ilistahili kuwa kadi ya njano na sio kadi nyekundu, kwa sababu kuna mtu alikuwa anauliza kwa nini Shemu ilistahili kuwa nyekundu na Hamza haikustahili kuwa kadi nyekundu. Lakini nitakukumbusha pia Kevin Nash nimemwongelea hapo. Of course alistahili kupata kadi nyekundu kwa sababu kapata kadi ya njano. Baada ya kupata kadi ya njano kacheza madhambi mara 4. Unanielewa? Na madhambi ambayo alikuwa anayafanya yote mwamuzi alikuwa anaamua ni foul, Simba wanufaike. Lakini alikuwa na bahati kumaliza mchezo. Tukio lingine ambalo naweza ngakukumbusha ni tukio la Jonathan Soa kwa Fabrice Ngoma. Ile ilikuwa ni straight red card kwangu mimi. Straight kabisa, kwa sababu kwangu mimi ilikuwa ni reckless foul. Kaenda kucheza sawa mpira, lakini kapeleka ule mguu kwenye goti la Fabrice Ngoma. Na kama ulifuatilia vizuri mpira, Fabrice Ngoma ni kama alikutana na maumivu makali kwa wakati ule. Lakini tukio lingine ni Kagoma alistahili kupata kadi ya njano kwenye ule mchezo, kwa sababu kuna wakati Singida walikuwa kwenye moment ya kushambulia na Kagoma ni kama alihitaji kuua shambulizi, lakini hakufanikiwa kuuwini mpira, akacheza mwili wa mtu. Yes, ilikuwa ni advantage, lakini muamuzi haikuzuii wewe baada ya tukio kuisha unarudi na kumwadhibu. The same way kwa Fabrice Ngoma alistahili kupata kadi ya njano. Damaro pia alistahili kupata red card straight, kwa sababu intention haikuwa kucheza mpira, alienda kucheza mwili wa shabaha na ilikuwa ni hatari kiafya. Kwa hiyo nafikiri kuna matukio mengi, na hata wewe Soa, mtu mwingine anasema no, haikupaswa kuwa kadi nyekundu straight, lakini kwa ile tukio lilomfanyia Ngoma ilipaswa kuwa ni kadi ya kwanza ya njano, kwa sababu amehatarisha maisha. Lakini baadaye alikuja kufanya madhambi kwa goalkeeper, alikuwa na kadi nyingine ya njano, kwa ilikuwa ni second yellow and then red card. Kwa hiyo unagundua kuna matukio mengi hayakuwa sawa mengi ndani ya mchezo, ambapo Elisasi kwangu mimi na